Baadaye mimi niko msalabani, wamenichoma kitu kama hichi. Umeona? Imetokea hapa. Msalabani ulitundikwa kama Yesu, ilikuwaje? Ndio mimi yani kwamba hapa nilipo na katumbo ni haka, hakuna kingine. Okay. Umeona? Kwa kitu ikadumbukiziwa hapa, ikapigwa hapa, ikaja kutokea kwa hapa. Alafu niko design hii. Sawa? Alafu huku juu wamenifanyia vitu mazingira, wamenizungushia miba. Yani kila mahali damu zinateremka. Sawa? Kwa hiyo hapo nilipata mauchungu sana. Kwamba kwa nini nimesema watoto wangu wasife? Mimi nilisema wasife. Niweni mimi kuliko kumuua mtoto wangu. Mimi nimeshamaliza safari yangu, bado safari ya watoto wangu. Watoto wako walifanya kosa gani mpaka wanataka kuuawa? Wenyewe ni kwamba wana hela. Okay. Na kwamba wale watu wamekuja wanataka kuvamia wachukue hela, wenyewe hawana. Na wanataka kuua watoto wako ni nani? Walikuwa ni watu fulani hivi au ni silencer tu, maana kwa kweli wengi ni wawekea moto kichwani. Katika ulimwengu wa kawaida au katika ulimwengu wa mwingine? Ulimwengu wa kidunia, sio ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kidunia, mwili na nyama. Mwili na nyama. Na mpaka sasa hivi wapo wengine ambayo ni watoto waliozaliwa na wale watu, ila wale watu wanaomba bado na wanaendelea kukiri wasamehewe makosa, sio wao walifanya. Na mimi nikawaambia makosa yao yanaondolewa. Kinachotakiwa kujenga hadhi. Mtoto uliye naye ndio wewe mwenyewe, na kama utamheshimu mtoto wako huwezi kujiheshimu hata wewe mwenyewe. Okay, turudi pale kwenye kule kaburini, ulichomokaje? Basi pale kaburini baada ya kuitwa nikagongwa pale, maana nilisema nikifa mlete bakora yangu juu ya kaburi. Ikaletwa bakora, mpaka sasa hivi ipo. Na wanaona kabisa ile bakora wanaibeba, hata jeshi lote linabeba ile bakora, ni nzito. Jeshi la kina nani? Jeshi la Tanzania hapa. Ile ndio ngao niliweka Tanzania na ule mwenge wangu. Sawa? Japo walisema mimi ni mchawi. Ila Mwalimu Nyerere si mchawi. Nilikuwa ni mganga tu kama kawaida. Mimi napenda nikupe ukweli na wewe uweze ukaelewa. Usimwogope binadamu yote duniani. Jiamini. Haya macho ni mema. Na Mungu ndio kaweka macho haya, yanafanana na yeye. Sawa? Japo hata kwenye Biblia nimekaa hivi, nimetupia kitambaa cheupe, nimetulia nikiwa naweka vitu vyangu kwenye anga. Ili anga ni bahari na huku ni bahari. Sasa hapa tukisema ile bahari ibomoke ije huku, dunia nyingine, dunia tatu hii tuko hapa. Umeona? Basi nilivyoshtuliwa nilitokea kule kwenye yale mawe kwa hapa ndani. Nikajivuta. Nikaona hapana, mbona nguvu ninazo tu bado nyingi. Nikafanya ngoja mimi kila ninapotoka ninarudisha ule udongo wapi? Kule kwenye ile mwana ndani, nikavuta. Kumbe ni hapa karibu hivi kwenye hiyo kaburi. Yani kaburi ilikuwa haina hata urefu wa mita 2. Ilikuwa ni kitu kama, yani nilipokuja kutokea kwa hivi hapa juu kushika yale mawe, nalingana na urefu wako. Yani kushika yale mawe ni kama hapa. Yani kuja kushika yale mawe kidogo hivi nikanyanyua kukanyaga huku na huku. Nikajikuta nimeenda juu. Sasa mahali palipokuwa pameharibika ilikuwa ni mahali kama hapa. Umeona? Yani miguu tu ndio ilikuwa imeharibika. Kwa ajili ya ile joto la kule ndani. Umeona miguu? Ndio ilikuwa imeharibika. Alafu haijaharibika yote, maana umeona? Miguu ilikuwa haijaharibika yote. Ilikuwa imeoza. Okay. Unaona? Bwana siku moja. Hapa ni mahali pameoza. Yaani wewe ukifukiwa chini hata sasa hivi. Ukifukiwa chini kabisa. Yaani uko radhi kuoza kwa haraka mno. Maana kule chini kuna joto. Umeona? Kwa hiyo kitu kilikuwa kimeoza ndio hicho. Ila pale sehemu ambayo ilikuwa imepigwa ile misumari, nafikiri unaiona. Unaona ni hapa. Unaona? Palikuwa pamefunga. Na huku mikononi unaona? Unaona mikononi? Ndio hii huku misumari uligongea. Hii hapa. Angalia hapa amepiga katikati ya mshipa. Wakati ule wanaponigonga na hapa amepiga hapa. Si unaona hapa? Inaonekana kabisa wakati nikiwa pale jamaa na